Kwa sasa zaidi ya mataifa 30 duniani yanatumia nishati ya urani kuzalisha umeme. Kazakhstan ndio inadaiwa kuongoza duniani kwa kuzalisha uranium, ikifuatiwa na Australia, Namibia, Canada, Uzbekistan na Niger. Makampuni 8 duniani yanadhibiti karibu 85% ya urani yote, huku Kazatomprom ya Kazakhstan ikiwa na hisa ya robo ya soko hilo. Wakati huu mataifa mengi yanatazama kutumia nishati mbadala ya nyuklia, Tanzania ikiwa ni mojawapo ya mataifa hayo. Hata hivyo, katika siku za hivi karibuni, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alielezea kwamba Tanzania inaweza ikaingia katika matumizi ya nishati ya nyuklia. Ndani ya nchi yetu Mungu ametubariki uranium. Ni vema kusimamia ule mradi wetu kule Namtumbo. Wale wawekezaji waanze kazi sasa, tufaidike na rasilimali ile, anasema Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Hii ni kauli nzito ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliyoitoa mwishoni mwa wiki wakati wa kumwapisha mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme wa TANESCO Lazaro Twange. Kauli hiyo haikufichua tu msimamo wa kisera wa taifa, bali imedhihirisha pia utashi wa juu wa kisiasa, kuanzia safari ya kuzalisha nishati ya nyuklia kwa kutumia madini ya urani yanayopatikana nchini humo. Mradi wa Mkuju River uliopo Namtumbo mkoani Ruvuma ndio unatazamwa zaidi, lakini maeneo mengine kama Bahi, Galapo, Minjingu, Mbulu, Simanjiro, Ziwa Natron, Manyoni, Songea, Tunduru, Madaba na Nachingwea nao pia yamegundulika kuwa na madini haya muhimu ya uranium ambayo yanaweza yakazalisha umeme wa nyuklia. Inakadiriwa kuwa Tanzania ina hifadhi ya takribani tani 58,500 za urani ambazo tayari zimethibitishwa, huku tafiti zaidi zikiendelea. Bila shaka haya yote yanazidi kuimarisha matumaini kwa urani inayoweza kuwa msingi wa mabadiliko ya nishati nchini. Hata hivyo, kutokana na safari ambayo iliwahi kufanywa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Urusi katika mkutano wa Urusi na mataifa ya Afrika, moja kati ya jambo muhimu ambalo amelibeba waziri mkuu huyo ni pamoja na kutaka msaada wa Urusi katika kuzalisha umeme wa nyuklia nchini Tanzania, kwa kuzingatia kwamba yapo madini ya kutosha ya urani ambayo yangeweza kuzalisha umeme wa nyuklia. Lakini je, uranium ni tishio ama ni fursa? Miaka mingi mataifa ya magharibi hayakutaka mataifa mengine kutumia nishati ya nyuklia, yakidhani kwamba nishati hiyo ingeweza kutengeneza mabomu ya nyuklia. Kuna mataifa kama vile Libya yalitaka kuingia katika matumizi ya nyuklia huku yakitumia umeme huo. Changamoto kubwa ambazo zimetoka kwa mataifa hayo ya magharibi ni kuzuia kabisa mataifa hayo, wakidhani kwamba uwepo wa Muammar Gaddafi wakati huo huenda angetengeneza makombora ya nyuklia, kutokana na hali ya uchumi wake ambayo ilikuwa ni kubwa kwa kiasi fulani katika bara la Afrika. Kama ilivyo kwa teknolojia yenye nguvu kubwa, nishati ya nyuklia inaibua maoni tofauti. Wapo wanaoiangalia kama nafasi ya fursa adimu kwa Tanzania kujitegemea katika uzalishaji wa nishati ya ziada na kuachana na utegemezi wa umeme kutoka vyanzo vya mafuta na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kundi hili linaamini urani ni zawadi ya kimungu na rasilimali isiyopaswa kupuuzwa. Ni fursa muhimu ya kuimarisha uchumi. Ingawa Tanzania inazalisha umeme takribani megawati 3,500 kupitia vyanzo vyake mbalimbali vya umeme, wakati mahitaji yake yakiwa chini ya megawati 2,000. Ziada ya umeme ni kuhakikisha upatikanaji wa umeme kwenye shughuli za uzalishaji, lakini pia inaweza kuuza nishati hiyo kwa majirani. Lakini pia wapo wanaona hatari ya rasilimali hiyo, huku historia ikionyesha kwamba ajali kama ile ya Chernobyl nchini Ukraine mwaka 1986 na Fukushima nchini Japan mwaka 2011 ziliacha majeraha ya kudumu kwa mazingira, maisha ya watu na afya za jamii. Madhara ya mionzi yake ina tabia kukaa kwa miongo mingi, mara nyingine hata zaidi ya karne. Kupitia shirika la habari la BBC imeeleza kupitia makala yake kwamba kwa ujumla mchakato wa uchimbaji wa urani nao sio salama. Katika maeneo yenye urani karibu na uso wa ardhi, wachimbaji hutumia mbinu ya open pit ambayo huondoa kabisa udongo wa juu, jambo linaloharibu kabisa mazingira. Katika maeneo yenye urani ardhini kwa kina kirefu, wachimbaji hulazimika kuchimba migodi ya chini na kisha kusafisha mawe ya urani kutoka kwenye miamba. Baada ya uchimbaji, mabaki yenye mionzi huitwa tailings, taka imara, na yale ya kumiminika huitwa raffinates. Vyote vinaweza kusababisha uchafuzi mkubwa wa ardhi, maji pamoja na hewa.
Wataalamu wa Tanzania wanaliona hili kama teknolojia ya nyuklia inaweza kuwa na madhara makubwa kwa binadamu kama haitotumiwa kwa usahihi, anasema Profesa Razalo Busagala, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Atomiki nchini Tanzania. Kulingana na kituo cha kudhibiti magonjwa cha Marekani CDC, urani hushambulia figo moja kwa moja na huleta madhara makubwa ya kiafya kwa binadamu na wanyama wanaoishi karibu na migodi au kunywa maji yaliyochafuliwa na mionzi. Uchafuzi wa maji ndio hofu kuu ya muda mrefu, kwani urani na mabaki yake huingia ardhini na kwenye vyanzo vya maji, hivyo huathiri afya binadamu kupitia matumizi ya kila siku. Hata hivyo, wengi walitaka kujua, je, Tanzania kwa hali ilivyo ipo tayari kupokea mradi wa nyuklia, ikizingatiwa kwamba kuna uranium ya kutosha kwa ajili ya kufanya miradi hiyo. Kisiasa, Tanzania inaonekana ipo tayari. Dola zaidi ya bilioni 1 tayari zimewekezwa katika mradi wa Mkuju na miradi mingine iliyopo katika hatua za mwanzo, jambo linaloifanya nchi kuwa miongoni mwa mataifa matano ya Afrika yaliyo kwenye harakati za juu za uzalishaji wa urani. Lakini kuzalisha umeme wa nyuklia ni suala la kuamuliwa tu kisiasa. Ni safari ndefu inayohitaji nchi kuwa tayari kielimu, kisheria, kiteknolojia na kimazingira. Kwa upande wa sheria na taasisi, Tanzania ina sheria ya nguvu ya atomiki ya mwaka 2003 ambayo iliunda Tume ya Nguvu ya Atomiki Tanzania TAEC. Hii ni hatua muhimu kwa usimamizi wa shughuli zote zinazohusu mionzi na teknolojia ya nyuklia. Katika sekta ya elimu, wataalamu waliobobea katika fizikia ya nyuklia, kemia, uhandisi, usalama wa mionzi na hata sheria za kimataifa kuhusu nyuklia wanahitajika wa kutosha. Bila wataalamu hawa, hata uwekezaji mkubwa hautaweza kuleta matokeo yaliyokusudiwa. Ingawa Tanzania haijakiri uchache wa wataalamu wa aina hii kwa ujumla, Afrika inakabiliwa na uhaba wa wataalamu hawa. Profesa Busagala, mkurugenzi wa TAEC, alifichua kuwa mpango wa tume hiyo kudhamini vijana 5 wa Kitanzania kila mwaka ili kusomea teknolojia ya nyuklia ni mpango uliopo. Akielezea mipango ya TAEC, Profesa Busagala alisema kufuatia mpango wa mafunzo ulioanza kutekelezwa, tayari imetoa mafunzo kwa watumishi wake 29 na inaendelea kudhamini wengine 32 ndani ya kipindi cha miaka mitatu, jambo linalofanya jumla ya watumishi wa umma 61 kunufaika. Ukiacha elimu, mitambo ya nyuklia inahitaji si tu majengo ya kisasa bali pia mifumo ya kusafisha na kuhifadhi taka za mionzi kwa mamia ya miaka. Uwekezaji wa muda mrefu wa kiusalama, kisheria na kiufundi ili kufanikisha ndoto hii ni muhimu sana. Hata hivyo, mwalimu wa fizikia kutoka Tabora, Rahman John, anasema kama Tanzania imeweza kuanza na uwekezaji wa dola bilioni 1 kule Namtumbo na kwingineko inawekeza mabilioni ya dola kwenye mradi wa umeme wa bwawa la Nyerere JNHPP, sioni kishindwa kwenye nyuklia kama rais mwenyewe anaonyesha nia na utashi wake. Wachambuzi wa mambo akiwemo Chris Sattler, mtendaji mkuu wa kampuni ya Uranium One Inc. inayosimamia mradi wa Mkuju kupitia kampuni tanzu ya Mantra Tanzania, anasisitiza kuwa kama ilivyo kwa miradi mingine ya urani, mradi huu wa Mkuju utazingatia taratibu zote za kiusalama za kitaifa na kimataifa. Anamalizia kusema hivyo basi Tanzania ipo tayari kwa ajili ya matumizi ya nishati mbadala ya kutumia nyuklia, kulingana na kwamba rasilimali zipo za kutosha katika maeneo mengi, na hivyo hii itasaidia Tanzania katika kutatua suala la upatikanaji wa umeme nchini. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini pia nawe una nafasi ya kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.